Mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa, dakika chache za kuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wafanya biashara pamoja na wananchi wanaotumia soko la Mahakama ya Ndizi lilopo Mabibo jijini Dar es Salaam wapo hatarini kuugua magonjwa mbalimbali ya milipuko kufuatia soko hilo kuwa katika mazingira machafu ikiwemo matope yaliyotokana na mvua kunyesha. Hata hivyo, kurasa imeshuhudia vijana wakiwanawisha miguu wananchi kwa kuwatoza shilingi 200 kutokana na soko zima kuzingirwa na matope yaliyochanganyikana na uchafu wa aina mbalimbali, jambo ambalo ni hatari kwa usalama wa afya zao. Sasa watu huku tunazoa magonjwa kama ya fangasi, maana tunakanyaga mahali pachafu ambapo kwa kweli si pa usalama. Kuna mawe, kuna machangarau huku, utaweza kutobolewa ukapata magonjwa ya tetanasi ambayo ni mabaya. Kwanza mtu anafika na hofu kuingia ndani ya soko kwa sababu ni sehemu ambayo anapata riziki. Sasa hali hii binasema serikali ina changamoto kubwa sana. Yaani hawajafanya miundombinu ya kuwezesha kufanya biashara. Cha msingi serikali iangalie vizuri hapa mazingira ya kufanya biashara, wawezeshe tu mazingira masafi ya biashara. Kwa sababu hii ni soko la vyakula tunatakiwa viwe safi. Sasa angalia mzigo nayo hapa wote umeshakula tope. Nimekuja kununua bidhaa hapa, matunda, lakini mvua imenyesha huku sokoni hakufai kabisa mpaka tunanawishwa miguu. Na mnaponawishwa miguu mnachajiwa? Tunatoa shilingi 200. Sasa unaishauri nini serikali katika hali kama hii? Serikali ilete kokoto imwage hapa sokoni kwa sababu wanachukua ushuru, hela za ushuru zinaenda wapi? Tuendelee na kurasa. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili wiki hii itaanza kwa vitendo kutoa huduma ya upasuaji kwa akina mama kwa kutumia tundu dogo katika tumbo, hasa wale wenye matatizo kama ya uvimbe tumboni, upasuaji ambao umeelezwa kwamba utasaidia kuondokana na tatizo la kupoteza damu nyingi kwa mgonjwa. Mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Charles Maginge, amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya madaktari wa hospitali hiyo kupatiwa mafunzo, hatua ambayo itasaidia kupunguza idadi kubwa ya kina mama wanaokwenda nje ya nchi kufuata huduma hiyo. Hii washa inazungumzia kuhusu kutoa uvimbe kwenye vizazi vya kina mama, kufanya operation ya kizazi, kutoa kizazi, operation katika mirija. Kwa hiyo ni wagonjwa wengi sana wakina mama ambao wana maradhi haya ambao walikuwa wanapasuliwa kwa kufungua tumbo zima na kufanya operation. Sasa hivi baada ya kupata uwezo wa kufanya operation za namna hii, wagonjwa hao watafanyiwa operation katika matundu madogo, na hii itawafanya kwamba wasipoteze damu nyingi, wasipoteze muda mwingi hospitali. Unaweza kufanya operation hii asubuhi, jioni mgonjwa akaenda nyumbani. Kwa hiyo inapunguza muda wa hospitali na gharama kubwa za uendeshaji katika kufanya operation za namna hii. Tuna ukosefu wa wataalamu. Hamna wataalamu wengi walikuwa wamezoea kufanya upasuaji kwa njia za kawaida. Lakini kwa hii njia ambayo tunapasua sio kwa kutumia yale michano mikubwa, tofauti na huu sasa ambao tunauongelea kwenye hii warsha yetu ya kutumia tu matundu madogo kumwezesha mtaalamu wa upasuaji kufanya upasuaji kama alivyokuwa amekusudia awali. Sasa wataalamu wenye ujuzi huu ni wachache. Tumalizie kurasa kwa hili. Kampuni ya simu za mkononi nchini ya Tigo imezindua simu mpya ya Tecno Camon CX inayolenga kuwaletea wateja wake huduma bora zaidi katika matumizi ya simu hapa nchini, ambapo mteja wa Tigo sasa ataweza kupata teknolojia mpya zilizomo ndani ya simu hiyo mara baada ya kujiunga na vifurushi vya Tigo. Uzinduzi wa simu hiyo umefanyika leo jijini Dar es Salaam kwa ushirikiano kati ya Tigo na kampuni ya Tecno, ambapo akizungumza katika hafla hiyo, meneja mawasiliano wa Tigo Bi Woinde Shizel amesema mtumiaji wa simu hiyo ataweza kupata vifurushi mbalimbali bure kwa kipindi maalum tangu alipoinunua simu hiyo. Hii njia ya kushirikiana na makampuni ambayo yanatengeneza simu za mkononi ni njia sahihi ya kuweza kuwaleta wateja wetu katika ulimwengu wa kidijitali na kuchangia katika digital inclusion, na ndio maana wateja watakaonunua simu hii ya Camon CX watapata GB 3 bure kwa mwezi mmoja, na baada ya hapo watakapokuwa wananunua vile vifurushi vya internet au vifurushi vya data wataendelea kupata bonus mbalimbali ambazo zinaweza zikafikia mpaka GB 1. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa hapo kesho, na pia tutumie barua pepe yako kupitia kurasa @eatv.tv.
Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa, mimi ni Basil Mbakile. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini hapa EATV. Tinga namba 1 kwa vijana.